Asanteni sana kwa kutupokea hapa Bongwe. Nimekuja hapa kwa mwaliko ya mbunge wa hapa, Mheshimiwa Dori. Aliniambia anakuja hapa kwa hafla ya kuja hapa kwanza kuzindua basi kwa shule, na pili vile vile kwenye baiskeli ambayo vile vile imenunuliwa, ambayo nataka nimkabidhi hawa watu ambao watazipata. Hivyo hii ni mradi mzuri zaidi. Tendawili alitaka yote, mwishowe kapasuka msanda. Yeye ni nani hiyo? Ni nani? Ameshindwa. Mji basi, mpare mji basi. Nishike Ukunda. Hiyo ni fisi. Mnajua fisi alikuwa anafuata nyayo za swara, ananusa harufu, anafuata nyayo, ananusa harufu, anafuata. Akafika mahali kuta kama nyayo zimepanda, zingine zimeenda kushoto, zingine zimeenda kulia. Akinusa pande hii anasikia harufu, pande hii anasikia harufu, akachanganyikiwa, hajui afuate hii au hii. Akaanza kuenda namna hii, mwishowe akapasuka msanda. Wale mafisi hapa Kwale simnawajua, simewaona, basi hiyo ni shauri yao, sio? Sisi tunajenga nyumba yetu, tunataka kuona kama nyumba yetu imesimama imara. Ndio sababu tunakuja kwenye msingi mashinani, tuone kama mashinani imesimama sawa sawa. Ndio sababu tunataka kuona kama kila kituo cha kupiga kura kuna wale watu 60, wamama 20, vijana 20 na wazee 20. Sawa sawa? Sawa sawa? Maana yake mchwana inakuja mkali mwaka ujao. Wale jamaa tumesema siku zao zimehesabika, wako wamebaki sasa katika kipindi cha lala salama, sio? Ndio sababu tumekuja hapa, maana yake wameshindwa na kazi, sio? Jubilee wameshindwa. Nilisema kwanza Jubilee ni waongo, pili Jubilee ni wezi, tatu Jubilee ni maadui ya ugatuzi, nne Jubilee ni wauaji. Leo hii nimekuwa na hafla kule ya chama cha mawakili katika Kenya. Nimeenda kuongea na wao, nimeongea na wao kwa kirefu kabisa, na nimeongea sana juu ya mambo ya mauaji ya kidhuluma ambayo yanafanyika Kenya hii. Nikawaambia hapa tuko hapa Kwale ndio kikao ya hiyo vitendo hizo. Kwa hesabu ambayo inajulikana ni karibu watu 40 hao wamepigwa risasi na kuuawa hapa Kwale. Kweli urongo? Hapa Bongwe si wazee walipoa hapa, wazee watatu, si wazee watatu waliuawa hapa. Poleni sana. Nimekuja kusema poleni sana, lakini wanasema ati wale ambao wanauawa kwa upanga na watakufa kwa, wanalaniwa na sisi zote. Wale watu ambao wanapiga wananchi na kuua kidhuluma, jukumu ya kila serikali ni kulinda maisha na mali ya binadamu.
Hiyo ndio sababu sisi zote tunatoa ushuru. Kila Mkenya, kila mmoja wenu hapa anatoa ushuru kila siku. Kila siku natoa ushuru, upende usipende. Mama akaenda kwa duka kununua chumvi, ametoa ushuru. Kununua sukari, ushuru kubwa. Kununua kiberiti, ushuru. Mafuta taa, ushuru kubwa zaidi. Ukivuta sigara, ndani ya ushuru. Unaelewa sawa? Ukikunywa Coca-Cola, hata maji ile ya chupa, ushuru. Wale ambao wanatumia ile one for the road, sasa hiyo ni zaidi. Hiyo ni pesa serikali inarogota kwa wananchi kila siku. Lakini hii watu wafanye wewe nini? Wakulinde wewe na mali yako na jamii zako. Ili vile vile wajengee barabara, wajenge mashule, wajenge hospitali na waweke daktari na walipe mshahara. Walimu mshahara na yote hawafanyi sawa sawa. Sasa unaona askari ambaye wangekulinda wewe, ndio unaona watu wanauawa kiolela namna hiyo. Watu wanakufa na hawawezi kushika wauaji. Kama ingekuwa wauaji wanashikwa, sasa ningesema kuna nini? Kuna usalama. Lakini watu wanakuja, watu wako nyumbani hapa, wanapigwa risasi, wanauawa hapo, na miezi zinapita. Waliuawa mwezi wa 6. Tuko katika mwezi wa 8, hakuna hata mshukiwa mmoja ameshikwa. Wengi wao ambao wameua mpaka wa leo, hakuna chochote kimefanyika. Sababu gani? Wanajua hawa watu wako wapi. Sasa askari kazi yao ni kulinda wewe. Tunasema tunataka kubadilisha polisi. Tukishika sisi hatamu ya tawala kama ODM na CORD, polisi hawatakuwa police force, watakuwa police service, watumishi wa wananchi. Tumishi wako. Manake hiyo polisi unamwona hiyo nguo amebava, ushuru yako. Bunduki na beba, ushuru yako. Risasi, ushuru yako. Mshahara yake, ushuru yako. Nyumba yake, ushuru yako. Sio? Mpaka awe mtumishi wako, sio mkubwa wako. Asikuangaishe kila mara kwa mara ati wewe una kitambulisho. Ati ni hii sio kazi yake. Wewe ni Mkenya na unaishi katika Kenya. Tuelewana sawa sawa? Kwa hiyo nataka askari wawe watumishi wa wote wa Kenya wote sawa sawa. Hii sisi kama chama cha ODM na CORD tunataka. Hiyo ndio Kenya mpya tunataka kujenga. Sasa Jubilee wameshindwa. Wanahangaika sasa tu katika kipindi cha lala salama. Wamebaki na siku 350 peke yake. Wanaenda nyumbani. Unaona sasa wanakuja kila mara ati wanakuja kuzindua miradi ya maendeleo. Miradi ya maendeleo. Ati barabara hii tumetenga bilioni 2. Hii bilioni ngapi? Hii mradi hii ya hospitali tumetenga. Hiyo ni uongo mtupu, pesa hakuna. Serikali ya Jubilee imefilisika. Hawana pesa. Wamekopa ya kutosha. Sasa wale ambao wamekuwa na kukopa wamekataa na kuwakopa. Maana yake imedhihirika kwamba pesa wanakopa na wanaiba. Ile ambayo wanaleta hapa ni deni peke yake. Ile wizi kashfa ya Eurobond walikopa zaidi ya dola 2.8, yaani shilingi bilioni 280 na kitu. Wakaiba bilioni 100.
bilioni 100 ambayo waliiba huko nje. Ile ambayo wameleta hapa ni deni tu, deni. Kila Mkenya ana deni ya shilingi 85,000. Kila mmoja wenu hapa una deni ya shilingi 85,000. Hata mtoto yuko kwa tumbo ya mama ana deni na mgoja nje. Siku ile mama anamanguza chini namna hii na mia, deni yako ndio hii. Hiyo ni deni. Ikiwa kama hiyo pesa ilitumika kujengea wewe barabara au shule au hospitali au kununua dawa, ni afadhali hata kama wewe unalipa. Lakini wewe unalipa na pesa hiyo haikukuja, haikufanyia kazi yoyote. Unanielewa sawa? Hiyo ni ongwana? Hiyo ni ongwana kweli? Unajua bilioni 1 ni shilingi milioni 1,000. Bilioni 1 ni milioni 1,000. Kwa hivyo hii pesa tunasema ilipotea ni milioni 1,000 mara 100. Hiyo ni pesa ambayo imepotea. Hiyo pesa kwa mfano ukipewa wewe, huwa inatumia kila siku shilingi 1,000. Juzi 1,000. Jana 1,000. Leo 1,000. Kesho kutwa, mtondogo, wiki ujao, mwezi ujao, mwaka ujao. Tangu wakati ile ambaye Yesu alifariki au Mtume Muhammad, bado wewe una pesa unatumia tu. Melewa hayo? Hiyo ni wizi. Hawa jamani wapaguzi, hawa jamani watapeli, kazi yao ni kuhujumu uchumi wa nchi yetu. Sasa wanakuja pwani hapa ati wanataka kusuluhisha shida ya ardhi katika pwani. Hapa pwani ardhi ni swala nyeti, na shida ya ardhi ya hapa pwani inaeleweka. Ilianza wakati ya enzi ya Mwarabu, kukaja enzi ya mzungu, baadaye kukaja mzungu mweusi. Tunajua hao wote. Sasa tuliweka tume, mimi na Kibaki, ya kuangalia mambo ya dhuluma ya kihistoria. Hiyo tume nzuri Kenya yote nikaandika ripoti ya ukweli na maridhiano, yani Truth, Justice and Reconciliation Commission report. Hiyo ripoti imeweka kamili yale yote waligundua katika pembe zote za Kenya, haswa hapa pwani, na suluhu. Hiyo ripoti imeweka mahali inakula kutu. Wamekataa kupeleka kwa bunge ipitishwe ili itekelezwe. Sasa wanarudi pwani, amebebana na 3 deeds. Mesikia wiki ijayo Uhuru nakuja na 3 deeds ati 60 kugawanya. Hiyo 3 deeds ni ya bandia na sio suluhisho ya shida ya ardhi katika pwani. Wanaye suluhisho ni sisi. Jubilee are part of the problem, they cannot be part of the solution. Ndio sawa. Sasa hiyo ambayo wanaleta ni kama ile, hata hizi miradi wanasema na wazindua na hiyo title deed. Ni kama mtu ambaye anataka kuchinja kuku, achukua mahindi alafu ita kuku, sema kut, kuku unatoka, anarushiwa mahindi, anaanza kukula mahindi, anasema oh jamaa leo ni mkarimu sana, amenikumbuka. Anakula mahindi, anakuja karibu, hajui jamaa haja yake sio kumlisha, jamaa haja yake ni kitoweo. Sasa ile anakuja karibu, maji ndio hiyo inachemka, sio?
Chikitu chasonolewa kitiari, ananaswa kwekwe, kitoweo tayari. Yale yote ambayo Uhuru na Ruto nakuja kufanya hapa ni kama kurushia wakaaji wa pwani mahindi. Mnakubali mwe kuku? Mnakubali mwe kuku ya Jubilee? Mnakataa? Wangapi wamekataa? Nione kwa mkono. ODM, ODM, ODM. Sisi tumeshikana pamoja na viongozi wa hapa pwani. Mnaona hawa kina mama, mnaona Aisha, mnaona Mishi, kuna wengine wengi, mnaona Dori iko hapa, tuko na Mburia, tuko na Joho, tuko na Kingi. Mimi Raila Odinga nimekaa na nyinyi hapa kwa muda mrefu. Mimi najua mambo ya Wadigo, ya Waduruma, Wagiriama, Wachonyi, Wakambe, Wakauma, Wajibana, Warabai, Waribe. Sajua zote. Mimi kwanza tulikula chale ya Wadigo. Mzee Bambaulu na Jaramogi walikula chale, na mimi nikapewa jina ya Kidigo, nibaptizwa. Mimi jina yangu ya Kidigo ni Gakweli. Kwa hiyo mimi nikiwa niko hapa niko nyumbani.